Amen. Amen. Vema sana, tuketi. Na moja kwa moja tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu wetu ni neema iliyoje kwamba tunazidi kusogelea mwisho kabisa wa mwaka huu 2019. Rehema zako nyingi, fadhili zako nyingi zimedhihirika katikati yetu. Ndio maana tuko mbele zako. Sema neno lako na viumbe wako tunasikia. Na mpe kila mmoja wetu moyo sio tu wa kulisikia neno lako, lakini moyo wa kulitendea kazi, ili tusifananishwe na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga, na mafuriko yalipokuja na upepo ulipovuma, anguko la nyumba ile likawa kubwa. Umesema mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba ni mtu yule ambaye analisikia neno lako, na baada ya kulisikia neno lako analitendea kazi. Mpe kila mmoja wetu basi neema ya kuwa miongoni mwa watu wenye akili ambao tutalisikia neno lako kwa makini na kulitendea kazi, ili tusiwe katika kundi la wapumbavu, katika jina la Yesu. Amen. Vema sana. Somo letu tunapokwenda kumalizia mwaka lina kichwa shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 3. Mathayo sura ile ya 3 mstari wa 10. Mathayo sura ya 3 mstari wa 10. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mtu usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mtu usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Kutokana na neno hili, Yesu Kristo anazungumzia na kutoa ufafanuzi zaidi katika Luka sura ya 13. Twende pale katika Luka sura ya 13 mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Luka 13 mstari wa 6 mpaka mstari wa 9. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, yani mbolea, na ukizaa matunda baadaye, vema, la
usipozaa ndipo ukate. Anasema, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Yesu Kristo hapa anazungumzia juu ya miaka 3. Manake kila mwisho wa mwaka anakuja kuangalia, je, kuna matunda yamepatikana kwenye mtini huu? Hakuna matunda. Anavumilia, na baada ya kuvumilia anatoa mwaka mwingine kuangalia, labda mtini huu tena utazaa matunda mwakani. Anaupa mwaka mwingine, na mwisho wa mwaka anakuja kuangalia tena, anaona hakuna matunda. Kwa uvumilivu wake na neema na rehema zake anatoa tena mwaka mwingine na kusema, labda mwaka unaofuata mtini utazaa matunda. Lakini anakuja sasa na kusema, miaka yote hii ninakuja ili niangalie kama kuna matunda mazuri ambayo yametokea, sipati kitu. Basi ni vema mti ukatwe kwa sababu hauna faida. Shoka imekwisha wekwa kwenye mashina ya miti ya namna hii kwamba ikatwe. Ndugu zangu, katika neno la Mungu, Mungu anapozungumzia mti anazungumzia mtu. Yesu Kristo alimponya kipofu mmoja. Alipomponya kipofu yule, kabla uponyaji kamilifu, baada ya kuwa amemfanyia huduma ya uponyaji, alimwambia, unaona nini? Akajibu, naona watu kama miti ikienda. Naona watu kama miti. Mahali pale inatufundisha jinsi ambavyo tunapoona juu ya mti kitajwa, mti unasimama au unakuwa unachukua unaelezea juu ya mtu. Hapa tunaona juu ya mtini, lakini kimsingi mtini hapa unazungumzia juu ya mtu. Mitini hapa inazungumzia juu ya watu. Shoka limewekwa kwenye mashina ya miti, inazungumzia shoka limewekwa kwenye mashina ya watu. Kila tunapofika mwisho wa mwaka kama huu, wengine tunachukulia kiwepesi sana kumaliza mwaka. Kama sasa hivi tumebakiza dakika tu kadhaa tuone mwaka mpya, tumalize mwaka huu. Tunapokuwa tunasogelea ukingoni mwa mwaka, ni vizuri kila mmoja wetu akapata picha kwamba Mungu Yesu Kristo anatutembelea na kuona, je, tuna sababu ya kupewa mwaka mwingine? Tuna sababu ya msingi ya kupewa mwaka mwingine? Sisi ambao tunapumua mpaka sasa,
unaweza ukawa unaumwa, lakini bado unapumua, bado na uhai. Tunapofikia wakati kama huu, ni muhimu kwa kila mmoja wetu kutafakari juu ya watu waliokufa tangu mwezi wa Januari mpaka sasa. Ndugu zangu, idadi ya watu wanaokufa kwa mwaka ni idadi kubwa sana. Kulingana na takwimu za kuaminika, kila sekunde moja inayopita duniani takriban watu wawili wanakufa. Kila sekunde moja takriban watu wawili wanakufa. Kila dakika moja takriban watu 105 wanakufa. Kila dakika moja watu 105 wanakufa. Sasa hivi tunahesabu sekunde, sasa hivi tunahesabu dakika. Kila sekunde inayopita sasa hivi ujue kuna watu wawili mahali fulani wanakufa, wamefariki. Hata sasa tunapozungumza, kila dakika inayopita ujue kuna watu mahali fulani, watu 105 wanafariki duniani. Kwa saa moja wanafariki watu takriban 6,316 kwa saa moja. Watu 6,316 kwa siku moja. Takriban watu 151,600. 151,600 wanafariki kwa siku moja duniani. Maana yake nini? Kwa mwaka mmoja kama huu tulioanza Januari mpaka hivi tunavyokuwa tunakaribia kumaliza, wanakuwa wamefariki watu takriban 1,55,300,000. 1,55,300,000. Idadi hiyo ni karibu sawa na idadi ya Watanzania wote. Jaribu kuwaza idadi ya Watanzania wote kutoka Mwanza mpaka Ruvuma, kutoka Katavi mpaka Lindi na Mtwara, kutoka Mtwara mpaka Kilimanjaro na Arusha na Pwani na Zanzibar na Pemba. Idadi ya wakazi wote katika nchi hii ya Tanzania, idadi kama hii wamekufa tangu Januari mpaka wakati huu tunaposogelea kumaliza mwaka. Ndipo Mungu anataka tutafakari kila mmoja wetu, kwa nini wewe unaishi bado? Tunatakiwa kuwaza, wako watakatifu sana waliofariki katika idadi hii. Majuzi tumesikia juu ya mwinjilisti wa kimataifa aliyefanya kazi kubwa ya kutisha ya kushangaza Afrika, Reinhard Bonnke amelala pamoja na wengine wapatao zaidi ya 55,000,000. Wako waombaji wazuri sana, wako watu waliokuwa na mtii Mungu katika kila neno walilokuwa wanalisoma, wako watu waliokuwa waaminifu wakitenda kazi ya Mungu kwa kujikana nafsi zao kwa namna ya kipekee sana, lakini hawa nao wamelala. Wako watu ambao walikuwa waaminifu kutumia kila talanta, kila kipawa
walichopewa na Roho Mtakatifu kwa uaminifu mkubwa sana. Lakini hawa nao ni miongoni mwa hawa wamelala, wamefariki dunia. Wako watu ambao moyo wa Mungu ulikuwa unapendezwa nao, wamelala, wamefariki dunia. Ndipo Mungu anataka tutafakari kila mmoja wetu, kwa nini wewe umepewa kuishi mpaka sasa. Na Mungu anasema wakati kama huu anakuja kuangalia maisha yetu. Anapozungumzia juu ya matunda mazuri, anazungumzia juu ya tabia zetu na utendaji wetu wa kazi ya Mungu. Anaangalia tangu Januari mpaka mwezi wa Desemba, mpaka siku hii ya mwisho ya Desemba. Je, umezaa matunda mazuri? Tabia yako imekuwaje? Na anasema amekuwa na kuvumilia sana. Ameyaona maisha yako ya ajabu ajabu katika miaka iliyotangulia, kwa sababu ni Mungu mwingi wa uvumilivu na rehema zake ni nyingi. Akasema ngoja nimpe tena mwaka mwingine. Lakini kila mwaka anaokupa, anaona maisha yako yanazidi kuwa mabaya zaidi, na anasema kwa namna ulivyo sasa, hata nchi unaiharibu. Ndipo anasema katika neno lake, shoka limewekwa kwenye mashina ya miti wakati kama huu. Na anatafakari upya, je, una haki gani wewe kuvuka mwaka na kuendea mwaka mwingine? Je, akupe mwaka mwingine uendelee kuiharibu nchi? Jihoji mwenyewe. Je, una matunda mazuri? Tabia yako inampendeza Mungu? Jibu ni la. Wewe ni mwashirati kwa namna ya kutisha, na wewe unajijua mwenyewe. Ni mzinzi kwa namna ya kutisha, na tena unajisifia uzinzi wako. Uzinzi wako umewaharibu watoto wadogo, umewaharibu vijana wadogo ambao wamekuwa na kuangalia wewe kama baba, wamekuwa na kuangalia wewe kama mama. Wanapokuona unajiuza mwili wako, wanaona ndio mfano wa kuiga. Wamekuiga wengi, wameiga uasherati wako, wameiga uzinzi wako, wameiga ulevi wako. Walivyokuona unalewa na kuyumba, watoto wadogo, vijana wengine wadogo, wakaona kama baba analewa, anayumba namna hii. Labda ndivyo tunavyotakiwa kuwa, ndivyo tunavyotakiwa kuishi. Umewafanya watu wengine wamekuwa walevi kama wewe, kwa sababu unavuta sigara, unapuliza moshi. Na vijana wadogo wengine ambao hawajui madhara ya sigara, wanakuangalia wewe mtu mzima na kusema kama wewe unavuta, huenda kuna faida katika kuvuta sigara. Kwa sababu yako umeiharibu nchi. Umewafanya watu wengi waige maisha yako. Na leo Mungu anaangalia na kuanza kuhesabu kwamba mtu yule anavuta sigara kwa sababu yako. Mtu yule anavuta sigara kwa sababu amekuiga wewe. Wakati tunamaliza mwaka, wewe ambaye unanengua viuno, umekuwa unanengua viuno tangu mwanzo wa mwaka kwa sababu ya kiburi cha uzima. Maandiko yanazungumza katika waraka wa kwanza Yohana, ni kiburi cha uzima kinakufanya uwe hivyo ulivyo. Ndio maana unanengua viuno, kwa sababu kiuno chako kinaweza kunenguka. Wakati utakuja mwanangu ambapo hutaweza kunengua viuno. Wako watu wanamaliza mwaka kama hivi,
wakiwa wamening'iniza miguu yao juu ikiwa imefungwa vyuma. Je, wanaweza kunengua viuno wale? Nenda kutembelea hospitali, utaona wako watu ambao hawatamani hata kuweka mswaki, hawatamani hata kupiga mswaki, hawaoni hata maana ya kupiga mswaki, kwa sababu kila mahali kumeoza, kila mahali kunatisha, hali zao ni nzito na mbaya. Lakini wewe kwa sababu ya kiburi cha uzima umepewa uzima, wakati wengine wana hali nzito, wamening'inizwa miguu yao, wamepata ajali nzito na mbaya, miguu yote imevunjika, mifupa imevunjika, wamefungwa mavyuma kila mahali. Lakini wewe shukrani yako ni kunengua viuno. Shukrani yako ni kunengua viuno, halafu najirekodi ili watu wote wanapokuwa wanakuangalia, vijana wadogo na watu wengine ambao wanatamani kuwa watu wenye heshima zao katika jamii, waige unenguaji wako. Na Mungu anaangalia na kusema, kwa nini mwanamke huyu avuke tena mwaka 2020 aendelee kuniharibia viumbe wangu? Kwa nini? Na hata sasa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu ananituma kuzungumza na wewe mwanamke. Kwa nini upewe mwaka mwingine? Upewe mwaka mwingine ili uendelee kunengua viuno? Ndio shukrani yako kwamba zaidi ya watu milioni 55 wamefariki tangu Januari, lakini shukrani yako wewe kwa Mungu ni kunengua viuno, kwamba wewe ni mjanja sana, kwamba wewe ni mtu mwenye akili sana kuliko walioko hospitali ambao wamepata ajali na wamening'inizwa miguu yao, kwamba wewe ni mjanja sana kuliko wale walioko mahututi, tabani, wanagugumia, hawajui dakika moja inayofuata itakuwaje. Wako katika vyumba vya uangalizi maalum, wako katika vyumba vya watu mahututi ambao wanahitaji uangalizi maalum, lakini wewe haujakuweko kule, na shukrani yako ni kunengua viuno. Mungu anasema mwaka mmoja alikupa akakuvumilia, akaja tena akaangalia mwaka mwingine, bado unaendelea kuishi maisha yale yale, hujabadilika. Akaja tena katika mwaka mwingine, anaendelea kukuangalia, bado anaona maisha yako ni yale yale. Na sasa anatafakari wakati wa kuendea mwaka mwingine, anasema yatosha, shoka imewekwa kwenye mashina ya miti. Anataka kukata mti ule, anataka kukukata wewe. Kukukata maana yake mwisho wako duniani huo umefika, ili usiendelee kuiharibu nchi. Na ukienda na ukifa katika hali ulionayo, utakwenda motoni, kule alikokwenda tajiri ule katika Luka sura ile ya 16. Baada ya kufa kwake alijikuta ametupwa katika moto, na anapiga kelele, anasema nateswa katika moto huu. Anasema laiti angekuja mtu kutoka hapa motoni, angetoka mtu kutoka hapa kwetu motoni, akaenda duniani, akawashuhudia ndugu zangu 5 niliowaacha, ambao wao nao wana jeuri, wana kiburi ya pesa, akawaambia watubu ili wasije wakafika mahali hapa pa mateso niliko mimi. Jambo hilo lingekuwa vema, lakini Mungu akamwambia kule ulimwenguni waliko wanao Musa na manabii wawasikie wao. Biblia inapozungumzia juu ya Musa na manabii, inazungumzia juu ya neno la Mungu, inazungumzia juu ya wahubiri wa neno la Mungu. Duniani wanawahubiri, wanaolihubiri neno la Mungu. Watubu kwa kuwasikia wao. Wasiposhawishika kwa kuyasikia mahubiri ya wale watumishi wa Mungu, hata angetoka mtu kutoka huku tuliko motoni,
akawaendea, bado wangekuwa na ubishi ule ule. Wangesema huyu hajatoka motoni, ni mwongo. Ndivyo jinsi ulivyo. Umekuwa na kiburi cha ajabu. Kiburi kwa sababu ya pesa zako, bila kufahamu pesa hizo utaziacha. Matajiri wangapi wamekufa mwaka huu? Matajiri wangapi tumewazika katika nchi ya Tanzania? Hesabu yule na yule na yule na yule. Pesa zao wameenda nazo. Wamewacha watu wanagombea mpaka sasa. Wameacha watu wanagombana. Na hao mabilionea wamekufa na wamebakiza watu hao wanagombania pesa zao. Faida yao imekuwa nini? Ndio maana Yesu Kristo akasema, itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote halafu akapata hasara ya nafsi yake? Biblia inazungumza katika Waebrania sura ya 9, mtu amewekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Ndio maana Mungu anatuma watumishi wake, kama anavyonituma mimi, kuzungumza na wewe maneno ya Mungu dakika chache kabla ya kumaliza mwaka. Na maandiko yanasema, mtu akionywa mara nyingi akashupaza shingo yake, atavunjika ghafla wala asipate dawa. Umekuwa unaonywa mara nyingi kwa neno la Mungu, lakini umekuwa unapuuza wakati wote, kwa sababu wewe unajiona ni zaidi. Unajiona wewe ni mjanja. Na wengine wote wanaokufa, wanakufa kwa sababu hawana akili kama wewe. Wanakufa kwa sababu hawana bima ya afya ulionayo. Wanakufa kwa sababu hawana pesa ulizonazo wewe. Wanakufa kwa sababu hawana cheo na watumishi wanakutumikia kama wewe ulivyo. Wanakufa kwa sababu hawana maarifa na ujuzi wa mambo ya afya kama wewe daktari. Si ndio? Hakuna madaktari waliokufa. Hakuna madaktari waliozikwa katika mwaka huu. Mungu anakuuliza, kwa nini wewe umebaki? Lakini kiburi chako kimeinuka. Moyo wako umeinuka. Hata unafikia mahali kwa kiburi chako kusema hakuna Mungu. Na maandiko yanasema katika Zaburi, mpumbavu amesema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Mtu yote anayesema hakuna Mungu, Biblia inamuita mpumbavu. Kwa nini inamuita mpumbavu? Simple logic. Ni rahisi sana kuelewa kwamba yuko Mungu. Jaribu kuwaza. Hivi vitu vyote tulivyo navyo vimetengenezwa na wanadamu. Shati lako yuko aliyelitengeneza. Gari unalotembelea yuko aliyelitengeneza. Kalamu unayotumia yuko aliyetengeneza. Kompyuta unayotumia yuko aliyetengeneza. Simu ya mkononi unayotumia yuko aliyetengeneza. Akiibuka mtu halafu akasema hivi vitu vyote vimekuwako tu vyenyewe, hakuna aliyevitengeneza. Kalamu zimekuweko zenyewe. Madaftari haya yamekuweko yenyewe. Magari haya yamekuweko yenyewe. Hakuna aliyeyatengeneza. Huyo bila shaka atakuwa mpumbavu. Na siku zote yule anayetengeneza kitu anakuwa na akili zaidi kuliko kile anachokitengeneza. Anayetengeneza kalamu ana akili zaidi kuliko kalamu. Anayetengeneza kompyuta ana akili zaidi kuliko kompyuta. Ndio maana anaweza akaiongoza. Anayetengeneza gari ana akili zaidi kuliko gari lenyewe. Anayetengeneza kiti ana akili zaidi kuliko kiti chenyewe. Sasa hizi kalamu zimetengenezwa na mtu. Kompyuta zimetengenezwa na mtu. Vyote vinavyokuzunguka wewe, simu yako ya mkononi imetengenezwa na mtu. Sasa jaribu kujiuliza, halafu nasema umesoma nini kama you cannot reason with such simple logic? Kama huwezi kuwaza na kufikiri na kuona ukweli katika jambo dogo kama hili, umesoma nini? Elimu yako imekusaidia nini basi? Kama kalamu, kama vitu hivi vyote tulivyovitaja vimetengenezwa na mtu fulani,
inawezekanaje basi mwanadamu ambaye ni most sophisticated, mwanadamu ambaye ni mashine ya kutisha, ya kushangaza zaidi kuliko kompyuta, mwanadamu ambaye ana akili kuliko kalamu, mwanadamu ambaye ana akili kuliko gari, inawezekanaje mwanadamu awe tu amekuwako mwenyewe? Hakuna aliyemtengeneza. Yeyote atakayewaza hivyo atakuwa mpumbavu, kama yule anayesema kalamu zimekuwako zenyewe, hakuna aliyezitengeneza. Ndio maana Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Ni kiburi tu kilichoinuka kwako. Yuko mtengenezaji aliyekutengeneza wewe. Yuko mtengenezaji aliyenitengeneza mimi. Na kwa namna ile jinsi ambavyo seremala anavyotengeneza kiti, halafu akaona anakalia kile kiti, halafu kile kiti kinataka kumwangusha, anaweza kukivunja kwa sababu ana uwezo wa kutengeneza kiti kingine. Na vivyo hivyo Mungu aliyekufinyanga, Mungu aliyekufanya kupata kuwako, amekufanya upate kuwako ili uwe na faida kwake. Kwa namna ile seremala anavyotengeneza kiti ili kiwe na faida kwake, kwa namna ile mtengenezaji wa gari anavyotengeneza gari ili limpe faida, Mungu amekutengeneza ili uwe na faida kwake, ili ufanye mapenzi yake. Kiti kitafanya mapenzi ya yule aliyekitengeneza. Gari litafanya mapenzi ya yeye aliyelitengeneza. Na vivyo hivyo Mungu amekuumba, amekufanya upate kuwako, maana huyu ndiye mtengenezaji wa watu. Mungu ni mtengenezaji wa watu. Biblia inasema katika Waebrania, Mungu mtengenezaji wa watu. Tunasoma katika Waebrania Biblia inasema, Waebrania sura ile ya 3. Waebrania sura ile ya 3. Waebrania sura ile ya 3 tunasoma katika mstari wa Waebrania sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 4. Kwa hiyo ndugu watakatifu, wenye kuushiriki mwito wa mbinguni, mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu, aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka, kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu. Kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa, kama vile yeye aitengenezaye nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba. Sasa angalia kwa makini mstari wa 4. Maana kila nyumba imetengenezwa na mtu, ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu. Vile vile unavyoona magari yameandikwa made in Japan, made in USA. Kila mtu alistahili kupewa chapa ya made by God. Mtu huyo ametengenezwa na Mungu, na yale ya kutengeneza amekutengeneza ili umpe faida, ili ufanye yaliyo mapenzi yake, sio ufanye yaliyo mapenzi yako. Kiti kikifanya mapenzi yake kinavunjwa. Na Mungu anasema amekuja kwako mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, anaangalia tabia yako haijabadilika. Bado ni mzinzi vile vile, bado ni mwasherati vile vile, bado ni mlevi vile vile, kiburi chako kiko vile vile. Na Mungu amekuwa anakupeleka katika misiba mbalimbali ili ujifunze. Kwenye misiba, wakati watu wanazika, huwezi kumuona mtu ananingua viuno. Hata kuvaa nguo nzuri, watu wanapata shida, wanapata ukakasi, wanajitundika tu makanga
Kwa sababu unapoona huyu mtu aliyekuwa kama wewe na zaidi ya wewe sasa anatumbukizwa, halafu udongo unatupwa kumfukia, kwa namna ile mbwa anavyoweza kufukiwa, ndipo unapochukia hata maisha. Ndipo unapoona kumbe maisha haya hayana maana. Na ndivyo ambavyo umekuwa na kwenda kwenye misiba, utatafakari kwa muda mfupi juu ya hatima ya maisha yako, lakini baada ya pale unarudia yale yale. Una dini na unajivunia dini yako, kwamba mimi dini yangu ni namba 1. Dini yangu ndiyo ya kwanza. Dini yako ya kwanza imekusaidia nini? Mbona haijakupa kushinda ulevi? Mbona haijakupa kushinda pombe? Mbona haijakupa kushinda sigara? Hata wapagani ambao hawana dini wamekuwa nafuu kuliko wewe. Wako wapagani ambao hawalewi kama wewe. Wako wapagani ambao hawavuti sigara kama wewe. Wako wapagani ambao sio washirati na wazinzi kama wewe ulivyo. Dini yako imekusaidia nini basi? Unasema mimi ni mchungaji, mimi ni padri, mimi ni naimba kwaya. Sawa. Mimi ni askofu, vema. Lakini uaskofu wako umekusaidia nini basi? Mbona haujakupa uwezo wa kushinda dhambi? Mbona haujakupa uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu? Mungu anapita, anaangalia mtu mmoja mmoja. Ndio maana amekufanya uisikie sauti hii. Popote pale uliko, amewakusanya viumbe wake tunapomaliza mwaka, na kila mmoja anamsikizisha sauti hii kwamba Mungu anakukagua. Anakukagua moyo wako, anakagua maisha yako. Amekupima katika mizani na umeonekana umepungua. Anasema shoka limekwisha wekwa kwenye mti. Shoka limewekwa kwenye shina kwenye shina lako wewe. Wakati wote Mungu ataamuru shoka lile likate maisha yako. Na anasema pale tuliposoma katika Mathayo, baada ya kukatwa utatupwa motoni. Ndio mwisho wako. Ndio mahali ambapo wanakwenda wenye viburi kama wewe. Ndio mahali ambapo wanakwenda watu ambao ndani yao hawana unyenyekevu. Ndani yao hawawazi na kujua mimi ni mwanadamu tu, naweza nikaanguka hata bila kuugua. Wako walioanguka bila kuugua wamekufa. Wako watu ambao walitoka, wengine wanafikiri kuugua ndio kufa. Wako watu walitoka salama nyumbani kwao, lakini hawakurudi jioni. Ndugu zako wamekufa. Mungu anakufundisha kwamba na wewe siku yako iko karibu sana. Na je, utamaliza mwaka katika uovu na bado unataka kuvuka uingie katika mwaka mwingine ukiwa bado unafanya dhambi? Na wengine unasherekea kumaliza kwa mwaka huu ukiwa na bia mkononi. Unasherekea kumaliza kwa mwaka huu ukiwa na pombe. Unasema ndio tusherekee kumaliza mwaka kwa pombe. Umejipanga kusherekea mwaka kwa uzinzi, kwa uasherati. Umejipanga kumaliza mwaka kwa kuua. Umejipanga kumaliza mwaka kwa kuiba. Umejipanga kumaliza mwaka kwa kutoa mimba. Umejipanga kumaliza mwaka kwa kufanya nini? Maisha yako Mungu amekuwa anaangalia kila siku. Wazazi wako hawayajui maisha yako. Mchungaji wako hayajui maisha yako. Kiongozi wako wa dini hajui maisha yako, lakini Mungu anayajua. Hakuna mahali popote ambapo unaweza kujificha. Mungu amekuwa anakuangalia tangu Januari. Unamficha mumeo, unamficha mkeo maisha yako, unawaficha wazazi wako maisha yako, lakini Mungu hujamficha. Mungu amekuona maisha yako. Mungu amekuona maisha yako. Amekuona jinsi ulivyo mtupu. Amekuona jinsi ulivyo mtupu.
kwa sababu yeye hafichwi, hawezi kufichwa na mwanadamu. Hata ungeenda wapi, hata ungejificha wapi, bado Mungu anakuona. Amekuona jinsi ulivyojificha katika vyumba vya sirini, alafu ukafanya uchafu wa ulawiti na ufiraji. Wanadamu wengine hawakuoni, alafu unajitetea na kusema huyu ni mke wangu, huyu ni mke wangu. Shoka limewekwa penye miti. Na maandiko yanasema katika Wakorintho wa kwanza, Biblia inasema katika sura ile ya 6, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 9, au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Wako watu wanapenda kudanganywa. Msidanganyike. Waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti. Neno la Mungu likitaja wafiraji, likitaja walawiti, likaandika waziwazi namna hii, wahubiri tunatakiwa kulihubiri neno hili bila kulionea haya. Leo siku za mwisho zinafananishwa na siku za Lutu, ambazo wafiraji na walawiti wamejaa na kuongezeka kila mahali. Na tunasema kuna mashoga na wasagaji wengi Ulaya, lakini wako watu ambao Mungu anawaangalia, wanamaliza mwaka katika ufiraji, wanamaliza mwaka katika ulawiti, halafu wanasema huyu ni mume wangu, huyu ni mke wangu. Mungu anasema msidanganyike. Wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi, msidanganyike. Msidanganyike. Hawa wote hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawa wote hawataurithi ufalme wa Mungu. Ndugu zangu, uongo ni mwingi, na Mungu anatuonya tusidanganyike. Siku za mwisho watu wanasema, Biblia inasema watakuwepo watu wenye masikio ya utafiti. Masikio ya utafiti maana yake nini? Masikio ya utafiti ni watu ambao hawataki kuambiwa kweli, hawataki kuambiwa juu ya dhambi zao, hawataki kuambiwa kwamba katika dhambi hizi unapotea, unakwenda jehanamu ya moto. Na kwa sababu hiyo wanafanya utafiti. Nitampata mhubiri gani? Nitampata mchungaji gani? Nitampata nani anayejiita nabii au mtume ambaye ataniambia kuishi na mke ambaye si wangu hakuna shida? Na watu wanatafuta wahubiri wa namna hiyo, na watu wanatafuta wachungaji wa namna hiyo. Na Mungu anasema watajiepusha watu hawa wasisikie yaliyo kweli. Katika Timotheo wa pili sura ile ya 4, Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari ule wa 2 mpaka mstari ule wa 5, lihubiri neno. Uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ndio sasa, kama wewe unavyowakataa, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, na watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Ikiwa ni mhubiri, timiliza huduma yako, lihubiri neno. Uwe tayari wakati unaokufaa na usiokufaa. Watu wakiondoka kanisani kwa sababu umeambiwa kweli, endelea kuhubiri kweli. Siku ile ya mwisho hutahesabiwa haki eti kwa sababu mchungaji una maelfu ya watu kanisani kwako, haitakusaidia. Leo badala ya makanisa kumekuwa na mapango ya wanyang'anyi. Wamejaza wazinzi na wafiraji na walawiti, wamejaza wachafu mle ndani, alafu wanasema nina maelfu ya watu kanisani kwangu. Hilo ni kanisa? Hilo sio kanisa. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume
Bwana akalizidisha kanisa kwa wale waliokuwa wakiokolewa, sio kwa wafiraji na walawiti, sio kwa wazinzi na washarati, sio kwa walevi na wavuta sigara. Halafu nasema kumejaa umati wa watu. Ndio wamekufuata wewe kwa sababu wana masikio ya utafiti, wanataka kusikiliza yale yanayowapendeza wao. Na leo wanasimama wachungaji wanasema, kama ndoa yako mume wako wakati wote anakuvuruga vuruga tu, hakuna amani, achana naye, olewa na mwingine. Utakuja sisi hapa tutakuoza tena harusi nzuri sana. Mchungaji wetu amesema, yani kama mume anatuvuruga vuruga, mke anatuvuruga vuruga, sio mapenzi ya Mungu. Huyo hakutoka kwa Mungu, hakutoka kwa Mungu. Mungu alisema, neno lake nasema katika Wakorinto, ni afadhali ukae mwenyewe. Kwa sababu unapokuwa unaingia katika ndoa, ujiandae kwa masumbufu ya dunia, ujiandae kwa mazito na magumu. Neno la Mungu limetuambia hivyo. Na hawa wanakuambia hakuna shida, unaweza kuolewa tena. Uolewe wakati mke wako bado, uolewe wakati mume wako bado yupo. Mchungaji amesema hamna shida, atanifungisha ndoa. Mchungaji wewe hana mbingu. Wewe mchungaji ambaye unawadanganya watu, waache waume zao, waache wake zao, na wamewafungisha ndoa watu wengine. Mungu anasema, kwa nini akupe mwaka mwingine wewe mchungaji? Kwa nini akupe mwaka mwingine wewe unajiita askofu? Kwa nini akupe mwaka mwingine wewe unajiita mtume na nabii? Nabii gani? Leo kuna manabii uchwara wamejaa duniani. Mungu akisema siku za mwisho manabii wengi wa uongo watakuweko na watadanganya wengi, na watu hawajui hata kupambanua nabii. Nabii ni rahisi. Hakuna nabii katika maandiko. Niambie nabii gani ambaye alikuwa hakemei dhambi? Sifa ya kwanza ya nabii ni nabii anakuwa mkali juu ya dhambi. Nabii haivumilii dhambi. Nabii, ukisikia Isaya, injili ya Isaya, neno la Mungu kutoka kwa Isaya, anazungumzia dhambi. Dhambi. Msikilize Isaya anavyohubiri. Msikie, huyu ndio nabii. Na wewe ujipime. Wewe unajiita nabii, jipime kwa nabii Isaya. Isaya sura ile ya kwanza, sikiliza mahubiri ya Isaya. Isaya sura ile ya kwanza, kuanzia mstari wa 3 kuendelea. Sikiliza mahubiri ya nabii. Ng'ombe amjua bwana wake, na punda ajua kibanda cha bwana wake, bali Israeli hajui, watu wangu wafikiri. Ole wake taifa lenye dhambi. Huyu ndio nabii. Watu wanaochukua mzigo wa uovu, wazao watenda mabaya, watoto wanaoharibu, wamemwacha Bwana, wamemdharau yeye aliye mtakatifu wa Israeli, wamefarakana naye na kurudi nyuma. Mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake, bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikuzongwazongwa, wala havikulainishwa kwa mafuta. Nchi yenu ni ukiwa, miji yenu imeteketezwa kwa moto. Nchi yenu wageni wameila mbele ya macho yenu, nayo ni ukiwa, kama kwamba imeangamizwa na wageni. Mstari wa 10 anaendelea, anasema, lisikie neno la Bwana enyi waamuzi wa Sodoma. Tegeni masikio, msikie sheria ya Mungu wetu enyi watu wa Gomora. Mstari wa 15 kuendelea, nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone, na muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. Huyu ndio nabii. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usio mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki. Anaendelea kusema mstari wa 18 kuendelea, haya njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu.
Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Huyu ndio nabii. Na kila anayejiita nabii Tanzania, tumpime kwa nabii Isaya, tuwapime kwa manabii hawa. Kila nabii alikuwa na ubiri na kuwaonya watu juu ya dhambi na hukumu itakayokuja. Akisimama Elia, yuko hivyo. Akisimama Yohana Mbatizaji, yuko hivyo. Akisimama Mika, akisimama Yeremia, ni hivyo hivyo. Yeyote unayemwona hapa anaitwa nabii katika maandiko. Sifa ya kwanza, hakuwa na mchezo na dhambi. Lakini manabii wa leo wanaojiita manabii, mtu yote ambaye anamwona anacheza na dhambi na kuwatia moyo watu kufanya dhambi, futa jina lake, wala usimwite nabii hata siku moja. Usimwite nabii hata siku moja. Manabii wameinuka ili kuwadanganya wengi, usio miongoni mwa kudanganywa. Yangalia maisha ya manabii, watu wazinifu, wako baadhi yao wazinifu, wachafu, wanatetea uzinzi, wanatetea uchafu, wameacha wake zao, wanawake wengine, halafu wanasimama kwenye mimbari, wana ujasiri wa kuhubiri wakati wameacha wake zao. Kama wewe unajiita nabii, kama wewe unajiita mtume, umemwacha mke wako, unazunguka kila mahali mpaka watu wengine wanakuita jina kwamba wewe ni zipu mkononi, wakati wote unahangaika tu kutafuta watu wa kuzini nao, halafu unajiita mtume. Mtume wa wapi? Mtume kwa mfano wa nani katika maandiko? Mtume kwa mfano wa nani? Jipime na hawa. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Hawa walioko katika maandiko, sio wewe. Hatujajengwa juu ya misingi ya mitume na manabii wazinzi. Hatujajengwa juu ya msingi wa mitume na manabii waovu kama wewe. Na Mungu anasema, kwa nini akupe mwaka unaofuata wewe unajiita mtume, wewe unajiita nabii, ili uzidi kuharibu watu kwa injili yako mfu, kwa injili yako iliyokufa, kwa injili yako isiyoweza kubadilisha maisha ya watu. Na hata ukikemewa kama hivi, unakemewa na mtumishi wa Mungu, unaambiwa hivi sivyo unavyokwenda, unaanza kupiga kelele, Kakobe si chochote, Kakobe si lolote, wewe una nini? Jihadhari, angalia sana ulimi wako. Maandiko yanasema katika Ayubu, tukitaka kufanikiwa tujifunze kwa wale waliotutangulia. Unaposikia mtu amekutangulia, unaziona kazi zake, maisha ya watu yamebadilishwa katika maisha yake, sikiliza. Acha kiburi, tulia chini, nyenyekea chini ya mkono hodari wa Mungu, ndio utakwezwa kwa wakati wake. Jifunze kusikiliza, jifunze uwe mtu wa kufundishika. Biblia inasema mtu akijiona anajua neno, hajajua neno lolote bado kama impasavyo kujua. Ukiona ni mjuaji, hutaki kufundishika, hutaki kuelekezeka, hutaki kuongozwa njia ya utumishi wa Mungu, kama Samueli alivyokuwa tayari kuongozwa na Eli, ujaitwa, wewe si mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa kweli wa Mungu anafundishika na anakuwa tayari kujifunza kwa wale waliomtangulia. Watu wengine hapa, unajiita nabii, unajiita mtume, una kitawi kimoja mahali fulani Manzese, hata hujui vijiji vinafananaje, hujui hata nchi inafananaje. Mtume gani ana kitawi kimoja pale Manzese? Ameishia pale. Hakuna mtume na mei kwenye Biblia hii, hakuna. Lakini unajibu majina, unafikiri ni vyeo. Mtume unaona halitoshi, unabandika na nabii. Endelea na mwinjilisti na mchungaji na mwalimu, bandika. Lakini siku ya mwisho kumaliza mwaka, Mungu amekuona, amekuvumilia mwaka wa kwanza na wa pili na wa tatu. Sasa anasema imetosha. Kama utavuka mwaka huu bila kutubu, utaifanya shingo yako kuwa ngumu. Neno la Mungu hili halitamrudia bure.
Uko tayari kumaliza mwaka huu kwa toba? Uko tayari kumaliza mwaka huu kwa toba? Ndio njia nzuri ya kumaliza mwaka. Hii ndio njia nzuri ya kumshukuru Mungu kwamba mimi ninaishi. Tusiende na uovu, tusivuke na uovu wetu, tutapata maangamizo. Tukikubali na kutii, tutakula mema ya nchi. Tukishukuru kwamba asante kwa neema yako na kumwambia Mungu namaliza mwaka kwa toba, niruhusu niingie katika mwaka mwingine Bwana. Mtu yule akasema, alivyomsikia anasema, hebu tu ukate mti. Akasema, hapana, naomba tu nihurumie, naomba tu nivumilie, nipe mwaka mwingine niupalilie, niutilie samadi. Kama hautazaa matunda ndipo ukate. Maana yake nini? Maana yake Mungu nihurumie, na tubu, sitaki tena. Nimejiangalia na kuona kweli maisha yangu hayafai. Nimekuwa ni mtu ambaye nafundishwa lakini siyatendei kazi maneno yako. Na wewe unaweza kuwa unajihesabia haki unapomaliza mwaka. Unasema mimi sinywi pombe, mimi sivuti sigara, mimi nimeokoka. Ndio. Baada ya kuokoka unafanya nini? Baada ya kuokoka unaishi maisha namna gani? Mungu anakuangalia. Na baada Mungu anakuangalia kwamba unaharibu nchi kwa tabia yako, kwa uasi wako na ujeuri wako na ukaidi. Watu wanapoingia kanisani wanakuangalia wewe waliyekukuta mbishi, muasi, mkaidi. Uasi ni dhambi ni uasi. Waraka wa kwanza Yohana sura 3 mstari wa 4 Biblia inasema kila atendaye dhambi afanya nini? Uasi. Kwa kuwa dhambi nini? Ni uasi. Tunapotubu dhambi maana yake tunatubu uasi. Tunakataa uasi. Tunaacha uasi. Tunasema kuanzia sasa uasi basi. Katika Waefeso wenye dhambi wanaitwa watoto wa kuasi au wana wa uasi. Na tunapotubu dhambi zetu tukibadilishwa na Yesu Kristo maisha yetu, baada ya kusamehewa dhambi zetu tukaokolewa, tunafanyika kuwa watoto wa kutii. Inazungumza hivyo katika waraka wa Petro. Tunafanyika kuwa watoto wa nini? Wa kutii. Na Zaburi 119 mstari wa 9 Biblia inasema kwa jinsi gani kijana isafisha njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Mtu aliyeokoka ni mtii. Mtu aliyeokoka ni mtoto wa kutii. Neno la Mungu likisema analitendea kazi mara moja. Sio mbishi kama wewe. Unaambiwa juu ya ubatizo utae kubatizwa. Unaambiwa aaminie na kubatizwa ataokoka. Ndivyo ilivyo. Nani amekudanganya? Unapenda kudanganywa? Ukiwa kweli umetubu uasi, utabatizwa kama Kristo alivyobatizwa. Kristo hakuwa hata na dhambi. Alituachia kielelezo, akabatizwa kwenye maji tele. Yohana akasema wewe unakuja kujia ubatizo huu. Akasema ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Lakini wewe ni muasi. Kutubu maana yake unatubu uasi. Unasema kwanza sasa hivi niko tayari kubatizwa. Kwanza sasa hivi niko tayari kwa lolote lile ambalo Mungu ataniambia kulifanya. Mke sio wako, unamwacha, unamrudia mke wako wa ujana wako. Mume sio wako, unamwacha, unamrudia mume wa ujana wako. Unaacha kila kitu. Kutubu ni kugeuka. Kutubu ni kuacha. Mithali 28:13 asifichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamae na kufanya nini? Na kuziacha atapata rehema. Ukiziungama dhambi zako sasa na kuziacha utapata rehema. Na dhambi sio tu dhambi hizi za kutenda ambazo tumezungumza habari zake. Biblia inasema katika Yakobo, ajuaye kutenda mema na kwake huyo hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kama Mungu anasema ombeni bila kukoma, lakini wewe unaona watu wengine wanaenda kwenye maombi halafu ushiriki kwenye maombi, wewe unaishi katika dhambi. Biblia inasema sehemu nyingine, hasha Bwana nisikutende dhambi kwa kuacha kuombea watu wengine. Watu wengine wanahusika kipekee katika kanisa lako la FGBF, ni waombaji kipekee. Wanaenda powerhouse, wanaenda kila mahali kuomba. Mahali popote wakiitwa kuomba unafurahia maombi, lakini wewe maombi ni mzigo. Halafu unasema unaenda mbinguni. Mbingu ya nani? Mbingu ya nani? Kwa sababu ya ulegevu wako, kwa sababu ya maisha yako ya ajabu yasiyokuwa ya maombi.
Mungu anasema hata nchi unaiharibu, kwa sababu watu wanapookoka, wanapokuja kanisani, wanakuangalia wewe, uombi wakati ni wa zamani, na wanajifunza tabia zako. Wewe ambaye uende kushuhudia mitaani, Mungu anasema damu ya watu wale itatakwa mikononi mwako, kama uende kuambia juu ya uovu wao kwamba watubu. Lakini mchungaji wako amekuwa anazungumza tena na tena, umekuwa unamwangalia kama kasuku anayeimba, kama wimbo mzuri unaopendeza. Anakuambia tunatakiwa kwenda mitaani, tunatakiwa kwenda kuhubiri, tunatakiwa kwenda kushuhudia, tunatakiwa kuhakikisha wale watu wanaokuwa wamekata shauri tunawafuatilia mpaka wasimame na kuwa na kutoka katika hali ya uchanga wao, wao washirika ambao wanaweza kufanya yale tunayofanya sisi. Lakini umekuwa mwasi, hutaki kusikia. Na Mungu amekuita, amekuleta mbele zake saa hizi. Anakuambia wewe ambaye unatenda kazi ya Mungu kwa ulegevu, kwa nini? Kwa nini mchungaji upewe mwaka mwingine? Kwa nini wewe mchungaji msaidizi upewe mwaka mwingine? Unaiharibu nchi. Unafanya watu waige uvivu wako. Unafanya watu waige uovu wako. Kwa nini upewe mwaka mwingine? Wewe unajiita mtumishi wa Mungu. Kwa nini upewe mwaka mwingine? Wewe unajiita mzee wa kanisa. Wewe unajiita kiongozi wa zone, kiongozi wa section, kiongozi wa kanisa la nyumbani. Kwa nini upewe mwaka mwingine? Shoka limewekwa kwenye mashina ya miti, na mti huo ni wewe. Je, utamaliza mwaka katika uovu? Utamaliza mwaka katika uasi? Unajiita Mkristo wakati ufanani na Kristo. Neno Mkristo maana yake kama Kristo. Ndio maana neno Mkristo, kama Kristo. Je, wewe ni kama Kristo? Kristo hakuwa mlevi kama wewe. Kristo hakuwa mchafu kama vile ulivyo. Unajitaje Mkristo? Unajitaje Mkristo wakati ni bora mpagani tu ambaye anaabudu mizimu? Umalize mwaka kwa toba. Mungu wangu, nimenena maneno ambayo amemwambia mtumishi wako ni yanene. Nimezungumza maneno ambayo nimewaambia wanawake hao, damu yao haitatakwa mikononi mwangu. Ikiwa mwanamke huyu anavuka mwaka huu katika uovu, ikiwa mwanaume huyu anavuka mwaka huu katika dhambi, Bwana, nimenawa mikono, damu yake isitakwe mikononi mwangu. Lakini umhesabia haki, umhesabia heri mtu yule ambaye atasema, Baba, ninakushukuru kwa sababu watu zaidi ya 155,000 wamekufa, lakini mimi ni nani Bwana? Sistahili. Umhesabia haki mtu huyo. Umhesabia haki mwanamke huyo. Umhesabia haki mwanaume yule. Umsamehe dhambi zake na umpe uwezo wa kuishi maisha na kupendeza wewe. Umuokoe katika ghadhabu yako ya kutupwa kwenye jehanamu ya moto. Maana umesema katika Zaburi, katika Warumi sura ya 2, uvumilivu wako unawavuta watu tu ili wapate kutubu. Lakini kama mtu anaendelea kuwa na moyo mgumu, anajiwekea hasira na ghadhabu yako. Mungu, umemvumilia mwanamke huyu na mwanaume huyu. Ondoa kiburi ndani yake. Mpe roho ya toba leo, akurejee wewe kabla ya mwaka hujaisha, ili asije akaangamizwa. Heri wanaolia leo, maana kesho atacheka. Heri wanaolia leo, maana kesho atacheka. Jililieni nafsi zenu. Wakati mbaya unakuja mbele yako. Wakati mbaya unakuja mbele yako. Hakuna watu watakaomuona Mungu bila utakatifu. Waebrania 12:14. Wachafu kama wewe hata wangetiwa moyo na wachungaji, haitawasaidia. Wachungaji hao hawana mbingu. Mitume hao hawana mbingu. Mbingu ni ya Kristo ambaye ameliweka neno lake hapa. Na wanazunguka katika makanisa, unafikiri na kule
wamezidi mno kukemea dhambi, ngoja nihamie kwingine. Pokea hadithi hizo za uongo. Mungu anakuonya usidanganyike. Maisha yako hayatakupa tiketi ya kumwona Mungu. Wewe ambaye unasema, Bwana, sitaki kumaliza mwaka katika uasi na jeuri na kiburi. Bwana, sikubembelezi. Sikutuma kukumbembeleza mtu leo. Sikutuma kumbembeleza mtu leo. Shoka limewekwa kwenye mti. Toka haraka kwenye kiti chako, ikimbilie madhabahu. Toka haraka kwenye kiti chako, ikimbilie madhabahu. Mwambie Bwana akusamehe kabla hujaingia kwenye mwaka mwingine. Mwambie Bwana akusamehe kabla hujaingia kwenye mwaka mwingine. Haijalishi unaimba kwaya, haijalishi unaimba kwaya, haijalishi wewe ni nani, haijalishi wewe ni kiongozi gani, haijalishi umekuwepo kanisani kwa miaka mingapi. Hata kama uko katika kanisa lolote la Full Gospel, kokote pale uliko, ikimbilie madhabahu. Ikimbilie madhabahu. Mwambie Bwana, sitaki kumaliza mwaka katika dhambi. 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 Bwana Yesu nihurumie. Bwana Yesu nisamehe. Bwana Yesu nisamehe. Simama hapa ulipo. Simama hapa ulipo. Kila mmoja simama. Kila mmoja simama. Kila mmoja simama. Kila mmoja simama. Halafu weka mikono yako juu kama mtu anahitaji msaada. Kama mtu anahitaji msaada, isogelee madhabahu. Toa nafasi kwa watu wengine. Toa nafasi kwa watu wengine. Isogelee madhabahu. Toa nafasi kwa watu wengine. Toa nafasi kwa watu wengine. Isogelee madhabahu. Mwambie Bwana Yesu nisamehe. Bwana Yesu nisamehe. Bwana Yesu nisamehe. Shoka limewekwa kwenye mti. 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 Unaharibu nchi. Kwa nini upewe mwaka mwingine? Kwa nini upewe mwaka mwingine? Ili uendelee kulewa? Ili uendelee kufanya uzinzi? Ili uendelee kufanya uchafu? Ili uendelee kufanya uovu? Mwambie Bwana, Bwana nisamehe. Bwana nisamehe. Bwana nisamehe. Bwana nisamehe. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Weka mikono yako miwili juu sasa. Amen. Hata kama wewe unafuatilia sauti hii kwa njia ya mtandao, popote pale uliko, unafuatilia sauti hii ukiwa katika ibada ya mkesha kama hii katika kanisa lolote la FHBF nchini, unajijua ni mtu unahitaji toba kabla ya kumaliza mwaka. Weka mikono yako miwili juu sana. Miwili juu, Mungu aione kama mtu unahitaji msaada. Weka mikono miwili juu sana, Mungu aione. Usijihesabia haki yoyote. Mwambie Mungu nahitaji msaada wako. Kisha sema maneno haya kwa bidii. Sema haya maneno sasa. Sema, Mungu wangu, hakika mimi ni mbaya. Mimi ni mchafu. Ni mwovu. Umeniona ni mti usiofaa. Ni kweli sijakuzalia matunda mazuri. Ninaiharibu nchi. Sina haki ya kupewa mwaka mwingine. Nimewaharibu watu wengine. Wamenifuata mimi.
kwa ubahili wangu. Sitaki kulipa zaka. Sitaki kutoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sitaki kushuhudia. Sitaki kufanya maombi ili watu waokoke. Bwana Yesu, mimi ni mwovu, ni mlevi, ni mchafu, ni mvuta sigara, ni mwongo, msengenyaji, nimejaa umbea, nina kiburi, sina unyenyekevu ndani yangu, nimejaa dharau. Bwana Yesu, dhambi zilizojaa ndani yangu ni nyingi mno. Nitue mzigo wa dhambi. Nitue mzigo wa dhambi. Nisivuke katika mwaka mwingine nikiwa na dhambi hizi. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nisamehe. Nisamehe. Nimekuhuzunisha wewe. Umewatuma watumishi wako ili wanionye, ili wanikaripie, lakini nimekuwa na jeuri wakati sina kazi yoyote ya kuonyesha. Sikutaka kuwasikia ambao wamefanya kazi. Wamefanya kazi yako kwa uaminifu. Bwana Yesu, nisamehe. Sitaki kuingia na kiburi hiki. Bwana Yesu, nisamehe. Bwana Yesu, nisamehe. Heri yako na Elia. Heri yako na yemaliza mwaka ukakulia. Heri yako na yemaliza mwaka ukakulia. Heri yako na yemaliza mwaka ukakulia. Na ole wake anayecheka leo, maana kesho atalia. Katika jina la Yesu. Amen. Weka mikono yako miwili juu sasa. Tulia mbele za Mungu. Tulia wakati naomba kwa ajili yako. Weka mikono yako miwili juu. Baba, wasamehe hawa. Kila ambaye amekuja kwako kwa moyo wa toba, akijua ni neema kwamba watu zaidi ya milioni 55 wamefariki. Bwana umsamehe. Bwana umsamehe. Maana alitenda hayo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Lakini kila mmoja umpe neema ya wokovu. Yeye ambaye hajaokoka upate kumwokoa, na yeye ambaye amekwisha okolewa awe mbali na dhambi, aanze mwaka kwa upya. Wafanye wale ambao hawakuwa watoto wako kuwa watoto wako sasa, wasio wana wa ibilisi tena. Ondoa uasi ndani ya mioyo hii. Safisha kila moyo kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Mfanye kila moja kubadilishwa maisha yake kama Sauli alivyobadilishwa akawa Paulo mtume. Katika jina la Yesu. Amen. Sasa sikiliza, wakati unapiga makofi, tumebakiza dakika chache sana kabla ya kuingia katika mwaka. Tutakapoanza mwaka mpya, tukipata neema hiyo, kutakuwa na neno jingine la kuanza mwaka ambalo litakuwa mwendelezo hapo tulipoishia. Amen.
Halafu nitakubariki kwa baraka za kukuachilia kuingia mwaka mpya kwa baraka. Kwa hiyo hakikisha unakuwepo mpaka dakika ya mwisho. Na kama unafuatilia neno hili kwenye mtandao, uwepo mpaka mwisho. Kwa sababu dakika ni chache sana. Turudi kwenye viti vyetu huku tunapiga makofi na kwa haraka ili tuwahi kuingia mwaka kwa shukrani. Ongeza makofi kwa haraka wakati tunarudi kwenye viti vyetu. Makofi hayo hayatoshi kwa Roho Mtakatifu. Tufanye haraka zaidi, tumesalia na dakika 5 tu hivi. Tumesalia na dakika 5, hazitakiwi kutukuta hapa. Wahimizi walioko mbele yako kabla hujaenda katika hatua inayofuata. Ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi kwa Roho Mtakatifu. Fanya haraka, hatuna muda wa hudumu. Amen. Sasa nisikilize. Kama nilivyosema, tumesalia na dakika sasa zinakuwa 4 na sekunde. Tunapoimba wimbo huko ufupi sana, Baba nasema asante, utamimina moyo wako kwa Bwana. Na mwambie Bwana asante kwa sababu umenisamehe. Asante kwa sababu unanipa kibali cha kuingia mwaka mwingine. Alafu wakati unashukuru, utaanza kushukuru kwa sauti kali, imani na piga kelele. Utaonyesha shukrani zako kwamba Bwana asante kwa sababu umenipa nafasi nyingine. Milioni 55 wa kupata nafasi ulionipa. Bwana nisaidie ninapoingia katika mwaka mwingine, nisiwe tena mwovu kama nilivyomaliza mwaka 2019. Utakuwa na lalama mbele za Mungu, na itakapokuwa inaingia saa 6 juu ya alama, utasikia ngoma zinapiga. Alafu screen kwa wale walioko hapa na hata wewe ambaye uko unafuatilia kwenye mtandao, utaona maneno yanakuja, hongera kwa kuona mwaka mpya. Utajua tayari tumeingia katika mwaka mpya wa 2020. Na kwa sababu hiyo utazidi kupaza sauti ya shukrani kwamba Mungu amekupa neema ya kuona mwaka 2020. Na tutalalama namna hiyo kadiri Roho anavyokusaidia. Hebu weka mikono yako miwili juu sasa. Baba, ninasema asante. Baba, ninasema asante Baba. Asante Baba. Amen. Hatuimbi muda mrefu hapa, kwa hiyo paza sauti yako sana, kwa sababu vyombo vitupu vitabaki hapa. Halafu utaanza kulalama, na muda sio mrefu baada ya hapo tayari tutakuwa tunaingia mwaka mpya, maana tuna kama dakika 2 tu zimesalia. Kwa hiyo hatuna muda mrefu wa kuimba, na tutaachia vyombo. Halafu vyombo vikiachiwa unalalama, halafu tayari ngoma hizo za kuingia katika mwaka mpya inapogota tu saa 6 juu ya alama, unaposikia shangwe hizo na screen maneno kwamba umeingia katika mwaka mpya, utazidi kupaza sauti yako. Twende haraka tena. Baba, ninasema asante. Baba, ninasema asante Baba. Baba, asante. Asante Baba.
kushukuru kwa moyo Baba, Baba, Baba. Lalama, lalama. Ongeza sauti ya shukrani.
katika jina la Yesu. Amen. Ongeza makofi kwa Kristo, ongeza makofi kwa Yesu Kristo. Ongeza makofi kwa Roho Mtakatifu kwa kuona mwaka. Hakika Mungu ni mwingi wa rehema. Ongeza makofi mengi kwa kuona mwaka 2023. Ndio anastahili makofi hayo. Yeye muumbaji wetu, mwenye uwezo wa kutufinyanga na kutuharibu. Katika jina la Yesu. Amen.